wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Wewe ni mwema na mwenye fadhili na rehema, Yesu Kristo, Bwana wa utukufu. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe tena katika asubuhi nzuri na siku hii njema tena katika mwezi wa 4. Jina lako litawale, lituwezeshe. Jina lako Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, Mungu mkuu. Asante Jehova Bwana. Naomba tena rehema zako kwa kila mmoja mmoja. Turehemu, tutakase, tuponye, mponyaji kwa neema yako. Nafsi, fikra, fahamu zikajazwe na neno lako na uweza wako sahi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya uweza wako na ukuu wako. Ninaomba neema yako na utakaso wa damu yako Yesu kwa kila mmoja mmoja sahi asikie neno lako ambalo linaleta maarifa, uwezo na utakaso na nguvu katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa tena kwa utukufu wako, Mungu wangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaziangusha kazi za adui, roho za masumbufu na mangaiko zisiweze kusimama saa hii. Sauti yako ikaenee, ikatawale kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu na Baba mwenye uweza na nguvu. Tuongozwe tena nawe na kuwezeshwa tena katika nafasi na saa hii kwa ajili ya kazi yako iliyo njema, kwa jina la Yesu Kristo, Mfalme, Bwana wa utukufu wote na nguvu. Neema yako iwe na kila mmoja na apate kuelewa na mafunuo ya mjae tele anaposikia neno lako sasa, kwa jina la Yesu, amen. Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, Yesu Kristo akubariki. Karibu katika ujumbe wa neno la Mungu. Karibu pokee maarifa ya kimbingu yatokanayo na neno, namna tunavyotakiwa kuishi na vile ambavyo tutashinda na kufanikiwa sana sana sana. Neno la Mungu katika Mwanzo 22, nianzie mstari wa 15. Mwanzo sura ya 22, mstari wa 15, wa 16 na wa 17 na wa 18. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwana wa pekee. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na mlango wako na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Amina. Karibu pokee maarifa haya ya kimbingu yanayotokana na neno la Mungu takatifu, namna ambavyo tunatakiwa tusikilize, tutii, tufanye, na namna ambavyo tutamiliki mlango wa adui. Ujumbe ulioko hapa ni namna ya kuweza kumiliki, au uweza unaotuwezesha kumiliki mlango wa adui. Kumiliki maana yake kukabili sawasawa, ili wasiweze kufanya lolote juu ya maisha yetu, juu ya nafsi zetu. Haleluya. Huu ni ujumbe unaotokana na vile ambavyo unaelezea kile ambacho Ibrahim alifanya alipokuwa ameagizwa na Mungu, akiambiwa akatoe sadaka,
na mara baada ya kutii akachukua hatua ya kwenda kumtoa mtoto wake wa pekee Isaka, kwamba akamtoe sadaka. Kilichofuata alipotii na kuchukua hatua za kwenda, Biblia hapa inatuonyesha kilichofuata, na naamini inawezekana unakumbuka kwamba alikwenda lakini hakumtoa, kwa sababu alipokuwa amekuwa tayari kufanya hivyo, Mungu alimletea sadaka nyingine, alimletea mwana kondoo ambaye alimtoa badala yake. Na kikubwa Mungu alitaka kuona ndani ya Ibrahim kwamba kuna utii, kwamba kuna utayari wa kutii maagizo yake, na pili, yuko tayari kutoa sadaka. Kwanza kuitii sauti ya Mungu, pili kutimiza yale maagizo yaliyoamuriwa na hiyo sauti ya Mungu au amri ya Mungu. Ibrahim alitii na akafuata kile alichokuwa ameelekezwa akafanye na Mungu, na Mungu alifurahishwa sana na jambo hili. Kwa hiyo anasema Mungu ameapa. Malaika anamwambia Mungu ameapa, anamwambia Ibrahim, malaika anamwambia Ibrahim, Mungu ameapa. Anasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwana wa pekee. Kwa kuwa umetii, kwa kuwa umekubali, kwa kuwa hukumzuilia, nimeapa kwa nafsi yangu. Anasema mstari wa 17, katika kukubariki nitakubariki, katika kukubariki nitakubariki, kwa sababu umetii. Kwa hiyo hapa tunapata maarifa na ambayo itatufanya tumiliki mlango wa adui, lakini namna ambavyo tutabarikiwa sana, namna ya sisi kubarikiwa na namna ya sisi sasa kuendelea kumiliki na kuharibu uwezo wa adui ni hii: kutii sauti ya Mungu, kutii sauti ya Mungu na kuyatimiza maagizo anayotuagiza kwenye hiyo sauti. Kuitii sauti ya Mungu na kuyatekeleza yale maagizo tunayoagizwa kupitia hiyo sauti ya Mungu. Kwa hiyo hapa Ibrahim alitii, na mara baada ya kutii, Mungu anasema kukubariki nitakubariki. Uzao uliobarikiwa una nguvu ya kumiliki mlango wa adui. Uzao uliobarikiwa umepewa mamlaka ya kumiliki mlango wa adui. Uzao uliobarikiwa umepewa mamlaka ya kutawala, na kwamba adui asiweze. Mlango wa adui maana yake ni mali anakopitia adui, anapopitisha na silaha zake na jeshi lake, sisi tunapewa kumiliki. Mlango anaotumia asiweze tena kuutumia kutushambulia au kutudhuru. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine tunahangaika, lakini kuna vitu vichache tu ambavyo kama tungevitekeleza, kuitii sauti ya Mungu, kuitii sauti ya Mungu na kufuata yale maagizo yaliyo katika sauti ya Mungu, Biblia inatuhakikishia kwamba tukichukua hilo, tutakuwa na maarifa, tutakuwa na uwezo, tutakuwa na mbinu za kumiliki mlango wa adui. Haya ni maombi yangu, yawe ni maombi yako pia, nami ni maombi yangu. Bwana aendelee kukupa ufunuo zaidi katika ujumbe huu, kwamba kwa kutii kwa Ibrahim kuisikia sauti ya Mungu na kufuata yale maelekezo aliyokuwa ameagizwa, Mungu anaruhusu yafanyike mambo makubwa sana. Baraka kwanza, lakini uwezo wa kumiliki mlango wa adui, uwezo, mamlaka ya kumiliki mlango wa adui. Haleluya, haleluya, haleluya. Anamwambia katika kubariki nitakubariki, na kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama mchanga, kama nyota za mbinguni, kama nyota za mbinguni nitakuzidisha, kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, yani mchanga ule wa kule pembeni kule baharini, changa jinsi ulivyo mwingi. Anasema nitakuzidisha, nitakubariki, na kukuzidisha nitakuzidisha. Kwa hiyo tunapohitaji kubarikiwa, tunapohitaji kuzidishwa, kuna kilicho nyuma kwanza, kuna kinachotangulia kwanza. Namba moja ni utii, kutii sauti ya Mungu, kumtii Bwana Yesu, lakini pia kufuata au kufanya kile alichokisema. Unakumbuka katika Biblia, katika Agano la Jipya, kuna mahali ambako Yesu neno lake linatuelekeza au linatufundisha kwamba kwa mfano kwamba baba mmoja alikuwa na watoto wake wawili. Mmoja akamwita akamwambia, mwanangu, nenda leo katika shamba,
la mizabibu, nenda kafanye kazi 1 2 3. Wa kwanza alikubali, alafu hakwenda. Alafu akamuita wa pili akamuita, akakataa kwenda, lakini baadaye akakaa katafakari, akachukua hatua ya kwenda. Na Yesu pale akauliza, ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni yule aliyekubali alafu hakwenda, au ni huyu aliyekataa lakini akaenda? Yesu neno lake linatuonyesha yule aliyetii, yule japo alikataa lakini baadaye akatii akaenda. Huyu Biblia inatuonyesha kwamba alifanya vema. Mungu anahitaji tuwe watii. Tukimtii tutayaona mambo makubwa sana. Mungu atusaidie, Baba wa mbingu na nchi, utusaidie tuendelee kutambua, kufahamu, kuelewa juu ya kutii. Tusiwe wakaidi. Usiwe mkaidi wala usiwe mwenye kuacha kutii maagizo na sauti ya Mungu. Tunapotii ndipo anaporuhusu mambo makubwa yafanyike. Kwanza kutubariki, tena kutuzidisha, lakini kutupa uwezo, mamlaka na namna ya kumiliki mlango wa adui. Maadui zako watakwenda kukabiliwa. Utakuwa na uwezo wa kumiliki, wa kutawala, kwamba hawatafurukuta, hawatainuka, kwa sababu Mungu akitupatia uwezo na nguvu, haziwezi kulinganishwa na chochote. Zinamiliki na kumzuilia adui asiweze kufanya chochote kwako. Tuna maadui wengi, wako wanadamu ambao ni maadui, lakini adui shetani mwenyewe ana maajenti wengi ambao tunasema ni maadui juu ya wana wa Mungu, ni maadui juu ya kazi ya Injili, ni maadui kwenye biashara yako, ni maadui kwenye ndoa yako, ni maadui kwenye ujana wako, ni maadui kazini kwako, ofisini kwako, wako maadui. Namna ya kuweza kumiliki, sisi inatupasa tuwe watii, kuitii sauti ya Mungu, lakini pia kutekeleza. Narudia tena, kutekeleza, kufanya kile alichosema tufanye. Kwa hiyo alimwona Ibrahimu ameenda kufanya, alipoingia kwamba anaanza kufanya, akamzuia, akamwambia, basi nimegundua kwamba we ni mtii na kwamba unachukua hatua kweli ya kufanya. Basi tuna uwezo. Katika mstari huu wa 17 anasema nitakubariki na nitakuongeza kama nyota za mbinguni, kama mchanga, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na uzao wako, haleluya, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Uzao wako maana yake ilikuwa si yeye tu, lakini pamoja na uzao wake ni mibaraka ambayo inaendelea. Mibaraka hii tunaipokea leo sisi katika jina la Yesu. Sasa unaweza kusema hili lilikuwa ni agano la kale. Agano jipya katika Yesu Kristo tunazipokea, au tunayapokea yale yote Mungu alisema katika Ibrahimu. Tunayarithi zile baraka, ule urithi tunaupokea kwa njia ya Yesu Kristo. Ukisoma agano jipya, tunapokea huo utawala na hizo baraka na huo umiliki na Yesu Kristo. Ndo sababu wanasema katika Luka sura ile ya 10 mstari wa 19, Luka sura ile ya 10 na mstari ule wa 19, utaona anatuambia jambo la kipekee kabisa hapa. Luka sura ya 10 mstari ule wa 19, anasema hivi 10:19, Luka, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Tazama nimewapa mamlaka. Hii haitokani tu hivi, inatokana na baada ya Yesu anasema mambo matatu. Kwanza kujikana, alafu kujitwika msalaba, alafu kumfuata, au niseme kujikana, kumfuata na kujitwika msalaba. Mambo matatu. Na anasema tukiyafanya hayo tunapewa amri, mamlaka ya kumkanyaga adui na maajenti wake na vitu vyake vyote. Tunavikanyaga kwa jina la Yesu Kristo, kwamba kwa jina hilo tuna nguvu za kukanyaga nguvu zote za yule mwovu. Tuna mamlaka na uwezo wa kumkanyaga adui na vitu vyake vyote. Tuna uwezo katika hilo jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni baada ya kumtii Yesu, ni baada ya kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata. Lakini ukisoma Yohana sura ile ya 15 anasema habari pia ya kutii amri au sheria ya Mungu, sheria yake. Tukishika maagizo yake tunabarikiwa kweli. Anasema sisi tumekuwa rafiki zake
tukifanya yale aliyotuamuru, tukiyatenda yale aliyotuamuru, anasema tumekuwa rafiki zake. Kwa hiyo kama tumekuwa rafiki zake, maana yake anatupatia mambo makubwa, atatufanya tuweze katika mengi, tushinde katika mengi. Yeye anatufanikisha ni mara tu baada ya kutii. Biblia inatuambia tukitii tutakula mema ya nchi, tukikataa tutaangamizwa. Maana yake Israeli walipotii, walipomtii, walipofanya maagizo ya Mungu, adui zao walipigwa. Walipoacha maagizo ya Mungu, Israeli walipigwa. Unakumbuka, walipigwa, walipata shida. Haleluya. Yohana sura 15 mstari wa 14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Haleluya. Hivyo inatuonyesha kwamba tukitii tutapokea mambo makubwa kutoka kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Nisome tena Yohana 14. Yohana sura ile ya 14. Yohana 14 mstari wa 13, wa 14 na wa 15. Anasema hivi, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mstari wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Angalia mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Angalia mstari wa 16, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, Roho Mtakatifu. Sasa haya yanatokea mara baada, anasema tukimpenda tutazishika amri zake. Anasema yeye alimpenda Baba, naye akatina amri zake akazishika, akafanya mambo makubwa katika dunia hii akiwa katika hali ya mwili, akatenda miujiza mikubwa na uwezo mkubwa ulikuwa juu yake. Na tunapopewa Roho Mtakatifu, maana yake tumepewa uwezo wa juu wa kuweza kuzimiliki na kuzikanyaga roho zote ovu. Yesu anaposema nitamuomba Baba, mara baada ya kumpenda na kuzishika amri zake, mara baada ya kuwa rafiki yake, anasema anamuomba Baba atupe Roho wake Mtakatifu. Tukipewa Roho Mtakatifu, au niseme kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu, tunaweza kumiliki mlango wa adui. Tutaweza kumiliki, kuzikanyaga, kuzifukuza roho zote ovu, roho chafu, roho za yule mwovu. Bwana anatuonyesha, anataka tumtii na tutekeleze au tufanye alichotuambia. Anasema tutabarikiwa na kuongezwa, tutaongezwa sana. Alafu ndipo anasema uzao wetu utamiliki mlango wa adui. Uzao wetu utamiliki mlango wa adui. Unahitaji kuwa miliki na mtawala, na kwamba usionewe. Mtii Bwana, mpende Bwana Yesu, sikia sauti yake, fanya au tekeleza kile alichosema. Kama ni kuagizwa utoaji sadaka, watu wengi wanashindwa sana kwenye hilo eneo, na watu wanaona uchungu kutoa pesa zao. Kama amekwambia toa hizo pesa ulizonazo, toa. Kama amekwambia, kama una uhakika amekwambia toa hiyo gari yako, toa. Kama una uhakika amekwambia toa hiyo mbuzi, toa. Toa hiyo ng'ombe, toa. Usizuie, usizuilie. Shida iko hapo, tunakuwa wachoyo, tunakuwa na mashaka na hofu kwamba pengine nitafilisika, kwamba pengine itakuwaje. Kama una uhakika, uwe na uhakika kwanza kwamba Mungu amekusemesha kwamba toa, toa. Na sadaka ni ya muhimu. Hapa tunaona jambo lingine kwamba kuna umuhimu sana kwenye sadaka, na kwamba kumbe ndani ya sadaka kuna jambo zito ambalo Mungu ataliruhusu, ataliachilia ili litende mambo makubwa katika maisha yetu. Kwa sababu huyu kitendo cha kukubali kuitoa sadaka, anabarikiwa, anaambiwa nitakubariki, nitakuzidisha. Alafu anapewa mibaraka ambayo ni ya wakati ule na ya wakati ujao, kizazi na hata kizazi, au vizazi na vizazi, ambavyo hata leo sisi tayari tumekuja kurithi hayo kupitia kwa Yesu Kristo, kwamba uzao wetu unamiliki mlango wa adui. Hatuna sababu ya kuhangaika sana wala kupigana sana sisi kimwili wala kujisumbua, ila tu utii, imani na kutekeleza maagizo ya Bwana.
Na kwa kufanya hivyo, anasema tunapewa mamlaka, uwezo wa kumiliki mlango wa adui. Tutawakanyaga nyoka na nge na nguvu zake zote, kwa sababu ya utii wetu na kukubali kwetu. Kama anavyosema, tukikubali alichotuambia. Ametuambia tutoe sadaka, tutoe. Ametuambia tufanye 1, 2, 3, tufanye. Msaidie mjane yatima, msaidie. Ametuagiza kulisikiliza neno lake, kulitii neno lake, kuwatii na kuwapenda watumishi wake, na kupokea kile ambacho watumishi wamepewa kukileta. Kipokee kile ambacho ni cha Roho, kile ambacho ni cha Mungu mwenyewe, kipokee. Na kwa kufanya hivyo, anaziruhusu baraka ya kutisha, ya kushangaza, ya kufurika, mibaraka, lakini na uwezo na mamlaka na nguvu za kuweza kuendelea kutawala, za kuweza kuendelea kumiliki. Ukisoma kwenye Luka, anasema Yesu akawaita wale watumishi au thenashara, akawapa uwezo juu ya dunia, juu ya mamlaka za adui. Akawapa uwezo na nguvu, Kwa hiyo katika Yesu Kristo tunapokea uwezo, tunapokea nguvu, tunapokea mamlaka, tunapomtii, tunapomsikia, tunapofuata maagizo yake, tunapomtolea Mungu, tunapokea haya. Kwa sababu si tungo la mtu, si maneno yangu wala ya mwingine, ila ni maneno ya Biblia. Kwa hiyo unafuatilia, unaona mara baada ya kukubali, kutii na kutoa sadaka, Mungu anatenda mambo makubwa. Utoaji sadaka ni muhimu. Siko sana kuongelea kwenye sadaka, lakini niko hapa kwa sababu kilichofanyika ndicho kinasababisha tupate haya, au Ibrahimu apokee haya ambayo hapa yamenenwa. Anasema kukubariki nitakubariki, kukuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na mlango wako na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Uzao wetu utakuwa na umiliki juu ya adui. Hawatafanikiwa maadui kwa jina la Yesu. Mstari wa 18, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Na katika uzao wako, yani kuna baraka ambazo tutakuwa nazo na wengine watadhirisi, kama vile Yesu alivyomwagiza Petro. Nakumbuka katika Luka, wakati walivua samaki usiku kucha, wameteseka, wamesumbuka usiku kucha, na Yesu anakuja anamwambia Petro pamoja na wenzake, Petro, shusheni nyavu zenu mkavue. Petro anamwambia, Bwana, tumeteseka usiku kucha, hatukupata kitu, lakini kwa neno lako. Kwa hiyo walipotii agizo la Yesu walipolitii agizo la Yesu, Yesu aliwafungulia, au walipokea mibaraka ambayo mpaka walishindwa namna gani wafanye. Ikabidi wawaite washirika wenzao ili washirikiane nao zile baraka, kwamba zilikuwa ni nyingi mno. Kwa hiyo kwa kitendo cha kutii, alipotii, Bwana alimimina baraka tele. Hiyo nimesoma ni katika Luka sura ile ya 5. Luka sura ile ya 5, ukianzia mstari ule wa 4, unaweza ukaanzia hata wa 3 au wa 2. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simon, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Walipofanya hivyo walivyoagizwa na Yesu, walipotekeleza hivyo walivyoagizwa na Yesu, walipata samaki wengi, walivuna mavuno makubwa, walipokea baraka kubwa. Na Biblia hapa imetuonyesha wazi kwamba zilikuwa ni nyingi hata wakashindwa kuzimudu. Wakawaita na jirani zao au rafiki zao au wenzao, wakaja kuvuna pamoja. Kwa hiyo kwa neno la Bwana
kwa neno unalosikia kwa mtumishi wa Mungu. Tii, fanya alivyokuambia, fanya alivyokuelekeza. Hata ninapowaambia jamani toeni sadaka, tunataka kwenda vijijini huko, tunapofika kule kuna watu wengine wana shida, wanahitaji fedha kama fedha, wanahitaji chakula kama chakula. Kuna vijiji ukienda vina hali ngumu, vijiji vingine kidogo vina nafuu, lakini vingine vina hali ngumu nzito. Na hata kama tunahubiri tu mjini, lakini unapoitoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu na unaitoa kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kupenda, sio kama unalazimishwa, kama unavutwa. Napokuambia toa sadaka, manake ziko baraka tele utakazozipokea. Ni agizo la Yesu mwenyewe, kwa sababu mwenyewe alifanya hayo, na Biblia tuonyesha alifanyika hayo, na Paulo alifanya. Tunapotii, tunapochukua hatua ya kufanya, Mungu anaruhusu mambo makubwa yanatokea, na atayaruhusu sasa. Endelea kutii, endelea kufuata, endelea kutekeleza maagizo yake. Anasema na uzao wako uliopo sasa na unaokuja utamiliki. Kwa hiyo ni kwa sababu tu ya kutii, kwa sababu tu ya kukubali kutoa au kufanya vile Mungu alimwambia. Anasema basi hata uzao wako na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Nilikuwa kwenye neno hilo, watajibarikia. Nikarudi kule kwenye Petro kwamba hata Petro kupitia yeye wengine walibarikiwa, walifurishiwa mibaraka baada ya kutii neno la Yesu au sauti ya Mungu. Petro na wenzake walifurishiwa mibaraka tele, walifurishiwa mali tele, walijibarikia wengine. Kama anavyosema hapa, mataifa watajibarikia. Kwa wewe Mkristo, watu wengine hata wasio wa Kristo watapokea baraka za wokovu au baraka za Injili, watapokea mambo mema kutoka kwa Mungu kupitia mimi, kupitia wewe, kwa sababu ya utii wetu kwa Yesu, kwa sababu ya kumpenda Yesu, kwa sababu ya kukaa ndani ya Yesu, kwa sababu ya kutekeleza anachotuagiza au unachosikia kutoka kwa watumishi, kwa sababu watumishi wanatumiwa na Mungu kukufikishia ujumbe au kile Mungu anataka. Basi watu watajibarikia kwako, wewe ukafanyike kwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Amina. Twende tuombe sasa. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Baba, nashukuru kwa ajili ya neema yako hii. Asante kwa mafunuo haya, asante kwa maarifa ya kimbingu katika Roho Mtakatifu. Asante. Sasa ninaomba Bwana, maisha ya mtu anayesikiliza wakati huu sasa, Bwana, na hata atakaporudia kusikiliza, ninaomba akafahamu mambo makuu, na tujaze neema yako. Roho ya utii kawe ndani yetu katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe msikilizaji, mtazamaji, na mimi pia najiombea, na tamani hayo. Na wewe sasa ingia kuomba kwamba kwanza Bwana akurehemu, akusamehe. Inawezekana kuna wakati uliambiwa toa sadaka ukutoa. Inawezekana kabisa ulisikia msukumo wa ndani kwamba peleka sadaka yako ikahubiri Injili, ukutoa kwa sababu pengine ulifikiri inapotea. Hakuna sadaka inayopotea, hakuna sadaka inayopotea. Ikiwa wewe ulisikia kweli na Mungu alikuagiza kutoa na ukatoa, basi inaenda kuwafanya kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Na kuombea Bwana akuongoze na kukurehemu tena. Muombe akurehemu pale ambapo hukutii, hukusikia. Muombe akusamehe. Inawezekana umeshindwa kufanikiwa au kupona, ni kwa sababu hukutii sauti ya Mungu. Lakini sasa nakuombea rehema za Bwana akurehemu, na wewe kubali kusema hakika Bwana, ninaomba unisamehe, unirehemu, unihurumie katika jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo pia. Bwana, asante kwa kuwa mtu huyo amekuwa tayari na amesikia na ametii. Ninaomba Bwana ukabariki. Wako watu wako ambao wametii na wamefanya ulivyoagiza Bwana, lakini wana upinzani wa yule adui. Kwa jina la Yesu umesema tutakuwa na uwezo wa kumiliki mlango wa adui. Ninaomba Bwana, mtu huyu, watoto wako, watumishi wako sasa wajazwe uwezo sasa, na watambue kwamba wamepewa uwezo wa kumiliki mlango wa adui. Kwa jina la Yesu Kristo, kazi zote za adui na amuru zinyamaze, zivunjike. Ni saa ya watoto wako kutawala na kubarikiwa na kufanikiwa na kuzidishwa sana sana, maana umekwisha kusema utaziamuru baraka zitujilie. Bwana, katika jina la Yesu hatutabaki tulivyo, hatabaki alivyo kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana umeamuru baraka, Bwana umekusudia mema.
na kwamba uwezo wa kumiliki milango au malango ya adui. Adui hata inuka, hata shinda, ila sisi tutashinda. Msikilizaji, mtazamaji huyu atashinda kwa sababu Bwana umesema ashinde. Atasonga mbele kwa sababu umesema asonge mbele. Au ataumiliki mlango wa adui, hata haribiwa wala hata nyang'anywa wala hata kandamizwa tena, kwa sababu yeye ni mtoto wako, ametii kwako, amekukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na kwa sababu hiyo, naomba sasa uweza na nguvu zitokazo juu zikamfunike, zikamwezeshe kuendelea kuzikanyaga na kuziharibu falme na mamlaka za giza katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba miminie neema na rehema zako na fadhili zako msikilizaji, mtazamaji huyu. Endelea kumjaza nguvu na uwezo, endelea kumwezesha kwa uweza wako mkuu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa sababu ya neema yako, kwamba umetupa mamlaka, kwamba umetupa nafasi ya kumiliki na kuviangusha vile vilivyo vya giza visiweze kusimama, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Baba, asante. Ninaomba mimina juu ya watoto, juu ya vijana, roho ya utii, roho ya utii, roho ya neema, roho ya utii, roho ya neema, roho ya utii, roho ya neema, roho ya utii. Naomba imimine kwao Bwana, kwa uweza wako. Wengine sasa watoke katika maangamizo kwa sababu hawakutii. Sasa ninaomba Bwana uwahurumie na warehemu na uwapelekee msaada utokao kwako, ili wapate kuinuka tena, wapate kufanya yale mapenzi yako, wakazipokee baraka tele. Tunahitaji kumiminwa baraka zako. Tunaomba sauti yako endelee kusema nasi tuendelee Bwana kujua njia yako na mapenzi yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, bariki hata ambao wamekuwa watiwa kutolea sadaka, kwa kuwa wamekuwa watiwa kutoa sadaka. Mungu, naomba ukaruhusu mibaraka tele na maongezeko tele, nao wakapate uwezo wa kumiliki maadui zao, wakakabiliwe na nguvu zako, malaika wa ulinzi, malaika wa vita, kwa jina la Yesu Kristo. Wakasimame na watoto wako, watumishi wako, mara nyingi wamekuwa wakitoa sadaka zao. Mungu, naomba kakumbuke familia zao, waume zao, wake zao, watoto wao, ujana wao, uzee wao, maisha yao, biashara zao. Baba, naomba ziongeze na kuzizidisha, kwa sababu wamekubali mioyoni mwao, wakatii, wakatoa sadaka na wameendelea kutoa sadaka zao. Bwana, usinyamaze kama neno lako lisemavyo. Bwana, kawazidishe na kuwabariki, kawabariki na kuwazidisha na kuwapa nguvu na uwezo wa kumiliki mlango wa adui, maadui zao wote, wapale ofisini, wapale kwenye biashara, wako kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye maisha yao, popote, kwenye biashara zao, kwenye uchumi wao, kwenye mifugo yao. Baba, naomba uweza wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo, wakapate kumiliki. Wale maadui wasiweze kuinuka, wasiweze kusimama, wasiweze kufanya, wasiweze kutenda. Wale maadui kwa jina la Yesu Kristo, Bwana umesema tutawamiliki. Naomba neema yako na rehema zako na fadhili zako, litukuzwe jina lako sasa na siku zote, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba nguvu yako na roho ya utii ienee kwa watoto, ienee kwa vijana, ienee kwa watoto wako, katika kanisa lako, roho ya utii na kutimiza na kutekeleza maagizo ya kwako. Jehova Bwana, endelea kumimina, endelea kuruhusu, ili tuendelee kuongezwa na kuzidishwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaipinga roho ya kiburi na jeuri, ninaivunja kwa jina lako, na iamuru itoke juu ya watoto wako, juu ya vijana, iwaachie katika jina la Yesu. Ile roho ya kiburi na jeuri, ile roho ya kiburi na jeuri, ninaipinga. Ile roho ya uharibifu, ondoka, toka kwa jina la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, pokea afya njema sasa, pokea uponyaji sasa. Bwana akuponye, Yesu Kristo akuponya kwa jina lake, akuponya sasa. Wewe uliye na uchungu na huzuni zako ziondolewe, maombolezo yako yaondolewe kwa jina la Yesu. Misiba iliyoandaliwa isikupate kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunamiliki milango yao na uwezo wao na njia zao, hao wachawi na waganga zisifanikiwe. Ninaziamuru kuharibika katika jina la Yesu. Uliyetengenezewa mazingira mabaya, ofisini, kazini, serikalini, au popote, hata kanisani, popote, hata kule nyumbani, kwenye boma, kwenye familia, ninayavuruga ya mazingira yao walioyatengeneza, yasikupate kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuwa mtii na kumpenda Yesu na kumsikiliza Roho Mtakatifu, utazidi kubarikiwa na kufanikiwa. Bwana, asante kwa uweza wako na neema yako. Endelea kuziruhusu baraka zako, fadhili na uweza wako juu ya mtoto wako huyu, msikilizaji, mtazamaji huyu, kwa jina la Yesu. Na waombea na wengine wote, hata ambao pia Bwana hawatakuwa katika YouTube channel kusikiliza.
pote Tanzania, pote kwenye kanisa, pote kwenye familia, kokote Bwana, ninaomba karuhusu uweza wako, nguvu zako ziwe na watoto wako na kanisa lako na watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Vile vya giza ninaviamuru kuanguka, kwa kuwa havina tena uhalali wala kibali na mamlaka. Sisi kwa jina lako tunasimama. Neema yako Yesu na uweza wa jina lako Yesu ukaendelee kutufanikisha, kutuwezesha. Asante Bwana, kwa sababu neema yako na uweza wako ni mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, nguvu za mauti zilizoachiliwa ninazipinga kwa jina lako. Ninavuruga na kuangusha uwezo wao, wasifanikiwe. Yeye aliye katika hali ya machozi, Bwana mfute machozi yake. Yeye aliye katika kushindwa, mpe nguvu apate kushinda na zaidi ya kushinda, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu mwenye nguvu, Baba, naombea pia sadaka zao ambazo wanatoa na watakazozitoa, zibarikiwe, ziongezwe, zizidishwe tele kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akubariki, abariki na sadaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Endelea kubarikiwa na kuwezeshwa. Karibu tena na tena wakati mwingine. Pokea na namba za simu ambazo naweza kuzitumia kwa jambo lolote jema, ama sadaka, ama maombi, ama ushauri. Chukua namba hizo, ni 0787 62 75 91. Ni Airtel hiyo, 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia, namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Bwana akubariki. Amen.